Yes, kila mmoja wetu anafahamu kwamba ni kitu gani kinaendelea huko Iran, kati ya Iran na Israeli. Iran imekuwa ikitumia makombora makubwa ambayo tufahamu kwanza Iran inatumia makombora aina gani kuishambulia Israeli, wakati Israeli ikionekana kama ndio taifa lenye nguvu ya kivita. Sasa jina la kombora ambalo lilitumika juzi kuishambulia Israeli linafahamika kama Fatah. Kombora la Iran la Fatah linalopenya mifumo ya ulinzi wa anga wa Israeli likoje? Twende moja kwa moja sasa tukalifahamu. Jeshi la walinzi wa mapinduzi nchini Irani, IRGC, ilitangaza jana usiku kuwa limetumia kombora la Fatah hypersonic katika shambulio la kombora dhidi ya Israeli. Hii inaonekana kuwa mara ya kwanza kwa IRGC kutumia makombora ya Fatah tangu kuanza kwa vita Israeli ya Iran ambayo ilianza siku ya Ijumaa Juni 13 mwaka huu. Walinzi wa mapinduzi walielezea Fatah kama kombora lisiloweza kudhibitiwa ambalo limepenya ngao ya ulinzi wa makombora ya Israeli. Yaani likiwa ni kombora ambalo haliwezi kuteguliwa, likitumwa likilengwa kutoka katika eneo la tukio kuelekea eneo hilo, basi linaenda kufanya kazi moja kwa moja. Sasa walinzi wa mapinduzi walielezea kuwa Fatah ni kama kombora lisiloweza kudhibitiwa ambalo linapenya ngao ya ulinzi na makombora ya Israeli. Jeshi la Israeli pia limethibitisha kuwa makombora ya Iran yaligonga maegesho magari mjini Tel Aviv. IRGC ilikuwa imeshambulia Israeli kwa makombora ya Fatah moja pekee wakati wa operesheni ya Oden Sakim mnamo Oktoba 1, 1403. IRGC ilisema wakati huo kwamba kombora hili liliweza kuharibu rada za ngao za ulinzi wa kombora la Paykan 2 na 3 Israeli. Fatah ni jina lilochaguliwa na kiongozi mkuu wa kidini nchini Irani ambalo lilipewa jina na Ali Khamenei, kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu, na lilizinduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1402 kama kombora la hypersonic katika makundi mawili, balistiki na cruiser. Jeshi la walinzi wa mapinduzi linasema kuwa kombora la Fatah linaweza kwenda umbali wa kilomita 1400 na lina uwezo wa kupita katika mifumo yote ya ngao za makombora na kuiharibu pia. Kilomita 1400, mtazamaji, ni umbali wa kutoka Dar es Salaam kuelekea Kigoma au umbali wa kutoka Dar es Salaam kuelekea Bukoba. Naendelea. Irani inayaita makombora ya umbali wa zaidi ya kilomita 1300 Israeli killing au mauaji ya Israeli. Hivyo baada ya kufichuliwa kwa kombora la ballistic la Fatah moja, bango lenye kauli mbiu ya sekunde 400 kufikia Tel Aviv liliwekwa katika uwanja wa Fasatin mjini Tehran ili kuitishia Israeli. Fatah moja ina kichwa kigumu cha injini cha duara chenye mafuta ya IRGC. Fatah ni kombora la mafuta ambalo toleo lake la balistiki hufikia kasi ya Machi 13 hadi 15 kabla ya kugonga shabaha yake. Machi 15 ni sawa na kilomita 5 kwa sekunde. Vyombo vya habari vya Irani ikiwa ni pamoja na Tasnim viliandika kwamba Fatah 2 ina uwezo wa kuruka chini kwa chini sana na pia inaweza kubadilisha mkondo wake kwa mara kadhaa wakati wa safari. Kombora la kusafiria la Fatah 2 ilizinduliwa wakati ziara ya kiongozi mkuu Ali Khamenei katika chuo kikuu cha sayansi ya anga na teknolojia cha Ashur chenye uhusiano na walinzi wa mapinduzi, lakini hakuna taarifa sahihi inayopatikana kuhusu masafa ya kombora hilo. Ingawa Irani ilianzisha makombora Fatah kuitishia Israeli, haikutumia katika shambulio lake la kwanza dhidi ya Israeli mwezi Aprili 2024. Na wakati walinzi wa mapinduzi wakisisitiza kwamba wamepata kizazi cha makombora ya hypersonic, baadhi ya wataalamu hawakuchukulia kombora la Fatah kuwa kombora la hypersonic na wanashaka juu yake. Fabian Enz ni mtafiti wa masuala ya ulinzi na uchambuzi wa kijeshi na mtaalamu wa makombora ya balistiki katika tasnia ya kimataifa ya mafunzo ya kimkakati. Aliambia chombo cha habari cha BBC kwamba teknolojia ya makombora ya balistiki ilianza tangu vita ya pili ya dunia
na kwamba makombora hayo yanafikia kasi ya hypersonic mara 5 ya kasi ya sauti wakati fulani kwenye njia yao. Lakini hypersonic katika muktadha wa makombora haimaanishi kiasi tu, anasema bwana Epperson. Tunazungumzia juu ya silaha zenye hypersonic, tunazungumzia juu ya silaha zinazosafiri mara 5 ya kiasi cha sauti na bado zinapita kwenye anga hewa ya dunia na kuzifanya kuwa ngumu sana kuzilenga. Hiyo ndiyo tunayomaanisha kwa silaha za hypersonic. Bwana Innes anasema kwa aina hii ya kombora inaweza kuwa bora kutumia neno ujanja wa hypersonic. Mtaalamu huyo wa makombora aliambia BBC kwamba Irani bado haina silaha zinazojulikana katika nchi za magharibi kama vile silaha za hypersonic na kama vile vichwa vya makombora ya ballistic na makombora ya hypersonic cruise, lakini kuna uwezekano kwamba inafanyia kazi teknolojia hizi. Taasisi ya huduma ya kifalme ya Uingereza LAS pia ilibainisha katika ripoti iliyochunguza shambulio la kombora la Irani dhidi ya Israeli mwaka jana kwamba kombora la Fatah-1 inapaswa kuainishwa vyema kama kombora la ballistic badala ya kombora la hypersonic. Hata hivyo, Amir Ali Azajed, kamanda wa zamani wa kikosi cha wanaanga wa IRGC, alisema katika hafla ya kuzindua kombora la Fatah, kombora hili lina kasi kubwa linaloweza kuruka ndani na nje ya anga na haliwezi kuharibiwa na kombora lolote, alisema kiongozi huyo. Hata baadhi ya vyombo vya habari vya Irani kama vile Kabul Online vilinukuu maneno ya Amir Azajed na kamanda wa kikosi cha wanaanga wa mapinduzi na vilidai kuwa ni Urusi, China, Irani pekee ndio zinaweza kutumia makombora ya hypersonic na kwamba Marekani haina teknolojia hii, wakati Marekani ina makombora ya juu zaidi ya hypersonic. Waziri wa ulinzi wa Israeli Yoav Gallant alisema katika kujibu uundaji wa makombora nyuklia ya Irani, akasema namnukuu, nimesikia kwamba maadui zetu wanajisifia kuhusu silaha wanazozitengeneza. Tunajibu bora na maendeleo yoyote, iwe ardhini iwe baharini. Miezi 4 baada ya kuzindua Fatah-1, IRGC ilizindua kombora la Fatah-2. Fatah-2 inasemekana kuwa kizazi cha makombora ya kusafiri kwa umbali wa kilomita 1500. Una maoni gani juu ya hiki ambacho kinaendelea kati ya Irani pamoja na Israeli, juu ya hivi vita ambavyo vinaendelea?